Diamond na Zuchu walioana. Ilikuwa tarehe 9 mwezi uliopita. Walioana na wakati wanapata baraka za ndoa walikuwa watano tu katika ndoa ile. Ambapo hakuhusishwa ndugu yote wa Diamond, kina Ricardo na kadhalika, wote hawakuhusishwa. Lakini katika hao watu watano, wa 4 alikuwa Zuchu, wa 5 ni Nasibu mwenyewe. Mama yetu, anti yetu Bi Hadija naye pia alikuwepo. Kwa hiyo kwa upande mwingine pia ninachokiona lilikuwa ni jambo la heri. Lakini kitendo cha kuficha pia nadhani lilikuwa maamuzi yao. Ila imekuja kuwastua watu alipoamua kutangaza. Na tena sio kutangaza tu kwamba yeye aliwahi kumwoa Zuchu, lakini pia tayari baada ya kutoa talaka 3. Talaka 3 kweli zimetoka? Zimetoka kweli. Zimetoka na wamepewa. Tena ameziandika Nasibu Abdul mwenyewe. Ni huzuni, lakini same time mimi naona Nasibu ni mtu mzima, anajielewa, anajua nini anafanya. Kwa hiyo tusimpinge na tusimueleleze, kwa sababu nasikia kwa sasa anapokea simu nyingi sana za ndugu wa Zuchu kutoka Mombasa. Wanamwambia ulivyofanya sio vizuri, hiyo sio roho nzuri, utapata dhambi. Wengine pia wamefika mbali, yasemwa ndugu wa Zuchu kutoka Mombasa. Wanamwambia wewe Nasibu, kwani mama yako vipi? Kwani yani seems like kwani unamsikiza sana mama yako. Kwa hiyo kuna vitu vingine jamani, tujifunze kuwaachia familia wenyewe. Talaka zimetoka 3. Ndio. Sababu ya talaka kutoka ni nini? Yasemekana nidhamu. Masuala ya kusema kila kitu unajua, wadogo zangu wa kike, tulieni. Kipata wanaume wengi wa aina hii, ama niseme wa siku hizi, wanapenda mwanamke msikivu. Mwanaume yeye ndo atoe maelekezo. Sasa mwanaume yasemwa kwamba Nasibu akizungumza neno moja, Zuchu anamalizia maneno 11. Kwa hiyo twende kwa kiasi, na nimehuzunishwa na muoneo huruma Zuchu kama mama, kama mlezi, mzazi, lakini mwisho wa siku mabinti zetu, wadogo zetu, twende taratibu. Twende taratibu. Inakuaje kama talaka tayari zimeshatoka, lakini tumemwona Mama Dangote mwenyewe, Mama Diamond kashare na kamtakia heri kijana wake, na unasema talaka tayari zimeshatoka? Nijazia hapo Damai. Kwenye hii story zipo pande mbili tofauti zinazoipost hiyo habari. Kwenye familia hiyo ya WCB wapo watu wanaompongeza Diamond kwa kuingia kwenye maisha ya ndoa, lakini wapo watu wanaoamini kwamba kulikuwa na ndoa ambayo ilikuwepo kimya na ishavunjika. Sisi kunakuwa na mkanganyiko. Jamani, sinazungumza Kiswahili, mnanielewa. Ndoa imevunjika na kuna kitu rahisi na cha kuogopesha kama mtu kama Mama Dangote anaposti, anampongeza mwanae, hongera sana, hamtagi Zuchu, haonekani Zuchu kwenye hiyo video. Na Nasibu ameandika vizuri kabisa, niliwahi kuoa, nitarudi kuwaelezea. Ilikuwaje? Dada zake tupo, tunamsaidia kuelezea ile asije akachoka kwa kweli. Lakini kati ya watu ambao mimi mwenyewe binafsi nilisema jamani mama basi nyamaza, ni Mama Dangote. Uhusiano wa Mama Dangote na Zuchu tangu kitambo ni wachui na paka. Haelewani kabisa, na hata kipindi ambacho Zuchu anakaa kwa Nasibu,
ilikuwa nishawahi kuzungumza, Mama Dangote anajiselfisha kwa nyuma ya nyumba, Zuchu anajiselfisha kwa mbele ya nyumba. Lakini pia sio hayo tu, hata ruksa sasa hivi Zuchu hana kuingia kwenye ule mjengo. Yes, haruhusiwi. Amri ishawekwa marufuku. Na sio kuzuiliwa tu kuingia. Hata utaratibu wa ndani mule tayari umeshabadilishwa ili kuepusha ule usumbufu wa hapa na pale. Ndani ya nyumba humo ulitoa taarifa kwamba pia kuna dada wa kazi ambaye alikuwa kwenye mashaka fulani baada ya kutoa siri. Yes, dada huyo ni upande wa kina Zuchu. Nitarudi kuzungumzia. Lakini kwa upande wa kina Nasibu, mfanyakazi aliyekuwa awali. Wajua Zuchu pia naye ana watu wake, anajua jinsi ambavyo anaishi nao. Naweza nikazungumzia neno jingine, ana wema wake kwa watu wake. Ya Rabbi. Kwa hiyo kuna wale watu ambao yani nadhani familia ya Nasibu walihisi hawa wako na Zuchu, wakawekwa pembeni, wameletwa wengine ambao hata mama, ukimwangalia Mama Dangote, Mama Nasibu, ni mama tayari jamani, mtu mzima. Tumpunguzie, kuna vitu vingine tumpunguzie, kuna vitu vingine tumpe pole. Amekutana na kashikashi. Nadhani sasa hivi kapumzika, kakutana na kashikashi za Kizanzibari. So mchezo. Kwa hiyo inasikana Mama Dangote kaposti jana kumpongeza Diamond, lakini moyoni anashukuru. Si ndio michezo yenu tu ya mitandao ya kijamii, mtu akiamua kuposti anaposti. Lakini ni hatari. Mimi naomba niwakemee kabisa. Lakini kuna vipi ni hatari. Mama Hadija Kopa pia ambayo kama anafurahi. Ile siku alikuwa anatoka harusini Mama Hadija. Nimekwambia amehudhuria, alihudhuria na zilikuwepo, wamezihold. Kilichotokea tangu tarehe 9 mpaka leo hii, habari hizi imekuwa ngumu kufahamika. Ni kwa sababu wale kwa wamezihold zile video ni watu ambao hawaelewani na Zuchu. Kwa hiyo ilionekana wazi kwamba zitakaposambazwa wao wataonekana wameshindwa. Kwa hiyo bwana hizi video bwana mwisho wa siku zitakuja kuliki tu. Nasibu malizana nazo. Kwa hiyo hivyo ndio ambavyo imekuwa. Lakini mwisho wa siku nikiwa kama mzazi bado siti kuongea na Zuchu. Ndoa sio kila kitu kwenye maisha. Tayari ana misingi ya kupata pesa yake. Tayari ana misingi ya kufanya kazi yake. Afanye kazi yake vile ambavyo. Najua sasa hivi baada ya talaka hii, akimwangalia Hamisa sasa naona anamuelewa. Kimwangalia Zari naona sasa anamuelewa. Kimwangalia Wema Sepetu anamuelewa kutokana na historia yao na Diamond, na yeye vile ambavyo alikuwa akiambiwa anawajibu watu hivyo. Hatumkomeshi, hatumkomoi Zuchu, lakini hii ndio dunia. Na mimi ni muombe tu Zuchu amwepushe mama Hadija, asimshirikishe sana. Mama Hadija wajua mtu mzima, mbakishe. Mama Hadija ametengeneza heshima yake kwa miaka nenda rudi. Tunamheshimu mpaka leo. Kwa hiyo kitendo anachomuingiza kuna vitu, kuna mahali atakuwa anaguswa alafu iwezekana akavunjiwa heshima, lakini sio kuvunjiwa heshima pia. Ule mtu mzima. Ana mambo yake ya kiutu uzima. Sija kampa pressure. Ina maana mpaka kufikia Luxy ya Juxi final. Ina maana Zuchu alikuwa tayari kashapewa talaka. Kashapewa talaka. Yake ilishatoka. Ilishatoka. Kama ukilivaa jambo unaniingia kweli. Pengine ulishapata faili zima la mahari ya Zuchu ilikuwaje mpaka kuolewa? Nitarudi kuongea siku nyingine hilo. Ninalo na nitarudi kuongea siku nyingine. Ndio. Lakini kina Ricardo watu wengi familia nzima ya Mama Dangote haikuhusishwa. Alihusika Mama Hadija Kopa tu. Jamani, kuna kitu cha kujifunza. Pengine Diamond watu wanahusisha ndugu zake kutatokea mtafaruku. Diamond alitekwa na mapenzi ya Zuchu. Wajua kuna mahali unaweza kusema Zuchu naye kaweza. Kuna tabia ya watoto wanasemaje wa Kiswahili, nyinyi vijana wa Kiswahili huwa mnayo. Mwanamke akilia sana ndoa unamuoa.
Shamu ngoja nimuoe basi akae hapo atulie. Nadhani hicho ndicho ambacho alifanya Nasibu. Lakini baada ya muda anaona mbona mambo yanakuwa hivi bwana, huyu bwana hafai tata. Lakini kuna jinsi ambavyo Zuchu ameweza, ila namshukuru Mungu amepewa talaka 3 wakati ambao hata maskini astaghfirullah, Mwenyezi Mungu asamee, hajaondoka hata na mtoto. Wajua sio kwa mbaya, lakini angeondoka tena na mtoto, angeanza tena tuanze kulea, tuanze sasa sijui nini malezi ya mtoto. Kuna jinsi ambavyo amewin, lakini kuna jinsi ambavyo Zuchu amedhalilika. Lakini hulka yetu sisi wanawake wa Kitanzania, hatukucheki Zuchu, tuko na wewe mguu kwa mguu. Tutakwenda huko YouTube, tutakusupport, lakini rudi hapa, fanya kazi, mapenzi hapo tu. Kwa kilichoendelea baada ya Zuchu kuachana kimahusiano na Diamond, wewe unamshaurije? Endelee kubaki WCB, endelee kufanya kazi, au ni muda sahihi wa kujitafakari pengine na kuanza kujitegemea? Anaweza akabaki WCB. Anaweza akabaki akafanya kazi yake, jirat za nini? Anaweza akabaki akafanya kazi yake, maisha mengine akaendelea. Kama Mbosso ameondoka sababu ya yeye Bizu, leo hii hata yeye akibaki au akiondoka, kwani kuna tatizo gani? Mbosso sababu ilikuwa ni Zuchu. Yeah, of course. Ndio. Ya tutaongea siku nyingine, lakini elewa hivyo tu. Yes. Habari nizo nazo mimi kwa sasa, Zuchu yupo na watu wa karibu wanamsimamia ili asiweze kujidhuru. Nasema tena, habari nilizonazo mimi sasa hivi kuhusiana na Zuchu, yupo na watu wa karibu wanamsimamia ili asiweze kujidhuru. Yaani yuko kwenye usimamizi maalum ili asijidhuru kutokana na kashikashi alizokutana nazo. Na kwa wakati huu pia muombe Zuchu. Maisha haya yapo tu. Muziki wake unapenya. Watu tunamuelewa. Tunamuunga mkono. Mahusiano haya yapo. Atafute pesa. Alafu akishakuwa na hela yake ataamua tu, mimi nataka mwanaume wa aina gani. Kiukweli atampata atake vichazi. Atampata atake vichazi. Unahisi labda Madangote apate mko wa aina gani ambaye ataenda naye, kwa sababu kama mko tajiri alimpata Zari, mambo yakabadilika, kina Tanasha, kwa Zuchu ndio hivi mambo yanabadilika. Apate mko wa aina gani kwa mtoto wake, labda atarudi. Lakini pia kujazia kwa mameni hapo, mara mwisho ilikuwa ni birthday ya Diamond, nadhani kina Juma walimpigia simu Mama Dangote, wakamuuliza swali kuhusu mkwe anayewishi kwa mwanae. Akasema kwamba atamhitaji tu mwanamke ambaye atamkumbusha Diamond mambo ya swala na kumkumbuka Mwenyezi Mungu muda wote. Pengine Zuchu amefeli kwenye hilo. Ukiniuliza Mama Dangote anahitaji mkwe wa aina gani kwa kijana wake Nasibu, mimi naweza nikasema wa aina yoyote. Japo yeye mwenyewe ashasema kama ulivyosema kwamba apate mkwe au Nasibu apate mke ambaye anamkumbusha masuala ya sala na kadhalika. Lakini nikirudi nyuma nikikumbuka kuhusu Zari, mimi Zari naona Nasibu mwenyewe alishindwana naye. Mpaka leo Zari ana mahusiano mazuri na Mama Nasibu. Wema ana mahusiano mazuri na Mama Nasibu. Kuna wanawake wengine naomba niwasahihishe, Nasibu mwenyewe ndo alishindwana nao. Tumpunguzie mzigo yule mama. Yaani tumpunguzie pia mzigo wa Dija Kopa, tumpunguzie mzigo pia huyu mama. Hebu tuwaache. Lakini kwa hili lipo la kujifunza. Yes. Okay, lakini kuna message tumeiona ya Harmonize akimsa kama Diamond kwamba alimuoa Zuchu ili endelee kubaki Wasafi. Unahisi pia ilikuwa ni moja kati ya sababu zilizomsukuma Diamond kumuoa Zuchu? Hapana, sio kweli bwana. Kwa Wasafi gani hii? Hapana, sio kweli. Wale walioana kwa mapenzi yao
walielewana kwa mapenzi yao. Wakaamua kabisa, wewe mpaka mnachukuana watu 5, hakuna wanja, hakuna makeup, hata lip shine, unaenda kuolewa. Kwa shehe kuwa mkoa wa Dar es Salaam. Ilikuwa mipango yao. Sio nyumbani kwenu wala sio nyumbani kwa Nasibu. Ile ilikuwa mipango yao. Ila nilichokiona, Zuchu kajua kumpumbaza Nasibu. Seka mambo yale ya viungo mvunguni kwenye kitanda kipindi kile. Inawezekana, lakini Zuchu kajua kumpumbaza Nasibu. Zuchu kajua kumnyoosha Nasibu. Nasibu kapita kote huko hajaoa. Kapita kwa Wema, kapita kwa Hamisa, kapita kwa Zari. Zari na utajiri wake wote ule, lakini kaja kuolewa Zuchu. Kuna kitu ambacho Zuchu anacho. Na mimi nimwambie tu Zuchu, tulia, usimjuaje mdogo wangu. Mimi unajua jinsi gani Zuchu nakupenda. Tulia, fanya mambo yako, fanya kazi zako, au mengine yote yatafuata. Kiufupi kuna mahali Zuchu ameweza. Na Mai, tumezungumza mengi sana upande huo. Tuhame kidogo bwana. Auntie Ezekiel na Mose Yobo bwana. Ndio. Mambo nayo. Kurushiana matusi na nini. Kama wazazi kile kitu ni sahihi, na pia nyie wana familia wa ICU mnatajwa kuwa chanzo cha haya yote yanayoendelea. Hatuwezi kuwa chanzo cha haya yote yanayoendelea sisi madaktari wa ICU, lakini ambacho tunakiona ni kwamba kama vile walikuwa wana jambo lao, alafu sisi ndio tumefanya wamefunguka. Walikuwa wana jambo lao, sisi ndio tumefanya wamefunguka. Na kwa namna hiyo mimi ni washauri Auntie na Moze, wale ni wazazi, hawatakiwi kuacha kuheshimiana kwa sababu wana mtoto. Nimepata nafasi ya kuzungumza na Auntie kwa wakati wangu. Nimemwasa tulie, wana mtoto. Kusa naye pia nimezungumza naye atulie tukiwa kwenye interview pale. Wajua wana mtoto. Wajua mtoto ni hazina, alafu mtoto ni malaika. Anapokuja haji kwa sababu mimi ninataka nikazaliwe kwa fulani kuna fulani. No. Mtoto anakuja kama malaika. Kwa hiyo ni nyinyi wazazi, anapokuja mnamheshimisha vipi? Mimi namuomba Kuki, Mama Kuki na Mose Yobo wamheshimishe Kuki.